course Afande Sele ambaye kwa mara nyingine tena yuko ndani ya Rock City Mwanza kwa sababu Mwanza ni kama nyumbani. Mwanza pamenifundisha vingi kwenye maisha. Mwanza nimeanza kuja toka enzi Dr. KB ndo star wa Mwanza kabla ya kumbi zote yani. Umeona bwana. Lakini leo nimekuja Mwanza kivingine sababu zamani naenda kwenye maukumbi CCM Kirumba wapi. Ila leo nipo kwenye ukumbi wa familia, ukumbi wa nyumbani. Eneo la nyumbani, hoteli ya nyumbani, kiwanja cha nyumbani, Dingito's apartment. Kwa nimekuja kwa ajili ya kazi moja tu, burudani kubwa sana. Kama kawaida yangu, kuburudisha ndio, lakini kufundisha pia ni zaidi. Kwa leo nipo Mwanza kwa kujiamini kuliko miaka yote kana nianze kuja Mwanza. Leo niko nyumbani kwangu kabisa ninatamba. Ukizingua na kupa mgumi, mabichwa nini, mafuti, unakimbia mbele. Ni kitu gani ambacho huwa kinakuvutia zaidi pale unapokuja Mwanza? Yani ukiondoka unakuwa na kimisi bwana, unajua Mwanza kuna mazingira yake fulani hivi mazuri. Kwa upande wako ni kitu gani ambacho huwa una kimisi zaidi kutoka Mwanza ukiondoka Mwanza? Yani vitu vyote vizuri ni vingi mno, kuanzia samaki, chakula kingi, kila kitu ni kizuri, hali ya hewa, mazingira, lakini vyote vingekuwa havina maana kama sio watu wa Mwanza wenyewe kuwa ni watu wema sana, watu wana upendo wa kweli, wasiokuwa wanafiki. Kwa mimi Mwanza namba moja kabisa, nawapenda watu wa Mwanza kwa tabia zao, ukarimu wao, utu wema wao, kujali, kukubali kile ambacho mtu anakifanya. Hilo ndio jambo la kwanza linafanya mimi nipende sana Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla. Lakini baada ya hapo unafahamu Mwanza ni mji wa sato, mji wa miamba, na mimi ni mtu ambaye ni rasta, na mimi kwenye mazingira. Mwanza na mazingira bora kabisa ya binadamu kuishi. Kwa kuna vitu kede lakini kubwa kabisa nimekwambia watu wenyewe wa Mwanza. Ila kama haitoshi pia wanawake wao, sababu lazima tuseme ukweli, mimi nimezaa na mama Tunda alikuwa ni Msukuma. Umeona bwana na pia na mtoto wangu wa kiume kazaliwa Mwanza hapa. Kwa hiyo pia dada zao, mama zao, najua tena Mwanza kila kitu fresh, sio nikipata toto la Kisukuma kuna kucha mapema sana yani. Okay bana tunafurahia sana sasa hivi Afande, unakaribia mwezi toka umefunga ndoa. Na watu wengi, mashabiki zako, wadau mbalimbali wa sanaa walipendeza na watu wengi walitokea sana pale. Mpaka sasa hivi kwa experience ambayo kwa sababu ulikaa muda kidogo, tizama sasa hivi uko kwenye ndoa, tunakaribia mwezi. Pengine hii moment gani ama ni feeling gani ambayo uko nayo unaipata na unatamani pia vijana pia nao waweze kutamani kuweza kuingia kwenye upande ambao wewe sasa hivi upo, kwa sababu la ama uchungu pia unaziona. Una kitu gani cha kuambia pia vijana kusana na swala hili? Natamani kila mtu mmoja aonje wanasema pepo ya ndoa, lakini pepo ya ndoa sio kitendo cha kuoa tu umemuoa nani. Kwa natamani vijana pia wawe na umakini kwenye kuangalia wenzi wa maisha ambao watawapa furaha, kwa sababu wanasema yani wife siku zote yani no life without wife. Lakini sometimes wife can be a knife and cut your life. Unajua wanasema wazungu kwamba wife ndio namna life bila wife, lakini wewe wife anza kubadilika baadaye akawa knife akakata your life. Kwa hiyo unategemea umemchagua nani, lakini kiujumla you will never walk alone. Hauwezi kuishi peke yako, na maisha ya binadamu unaporudi nyumbani sio wanaume bila kuwa na msaidizi ambaye ndio ubavu wako wa pili, maisha yanakuwa magumu sana. Unaweza kata kila nyumba yenyewe inakuwa chafu, wewe mwenyewe zakata veveso. Kama mimi nilipo kwa smart. Sasa pia kwa sababu niko na wife sasa hivi, kwa kila kitu kinang'aa kuanzia sura yangu mpaka muonekano wangu. Lakini kama itoshi maisha yanakuwa rahisi sababu mnashirikiana na mwenzako ambaye ni muaminifu kwako, mnakubaliana. Kwa natamani kuona kila mtu akipata mwenza wa maisha ambaye ameweza kumtathmini, kumpima, sio kukutana leo kesho mmeoana, kutazamana kidogo. Kama mtu anayemfaa ukija kwenye ndoa, nadhani unakuwa umepata jambo lilo la kheri na msaada halisi wa kimaisha ambao ni msaada wa asili, sababu maumbile yetu wenyewe nataka tuwe wawili. Kwa mke ni msaada wa asili, sio vitu vya kidunia, ni vitu vya kimungu. Kwa naomba na wenyewe Mungu akiwajalia wasikae pembeni na ile maisha ya kibachela sometime ndio, lakini niseme ukweli, single sio raha, single ni karaha. Maisha mazuri ni maisha ya ndoa. Yes, of course Afande Sele, wewe ni moja kati ya mtu ambaye umekuwa na utofauti mkubwa sana kwenye sanaa. Yani kwa namna ambavyo love yako ilivyo kwa wasanii wenzako, love unao kwa watu wako, lakini pia watu wote ambao wanapenda vitu vizuri always wanakuwa appreciate, si ndio? Of course Afande Sele, ukimzungumzia Sugu kwa upande wako, ni mtu ambaye ni brother yako na yani ni mtu ambaye amekutoa hatua moja kwenda hatua nyingine, lakini pia na wewe una watu wengi ambao umewatoa
hatua moja kwenda hatua nyingine. Tukianza na brother Sugu binafsi, mara ukiulizwa tu hivi maana Sugu kwa upande wako unamzungumza vipi? Kwa sababu watu wengi wanazungumza vitu vingi, hata juzi Bonta alijaribu kuleta mambo pale, na namna kabidi uweke vitu vikae sawa. Sugu unazungumza kwanza mtu mpambanaji, hilo jambo la kwanza likubalike. Mtu ambaye maisha yake yote ameyatumikia kwenye kutengeneza kiwanda cha muziki wa kizazi kipya kwa maana Bongo Flava, lakini pia ameyatumikia maisha yake ya Bongo Flava kuonyesha dunia kwamba Bongo Flava sio huni, na kama itoshi kwa mtindo wake wa maisha kama unavyoona mfanya biashara mkubwa, kuonyesha kama kupitia Bongo Flava unaweza ukatoboa maisha ukawa mkubwa kama wakubwa wenyewe walivyo. Ila pia ni mtu ambaye kaonyesha kama kupitia Bongo Flava unaweza kuwa mheshimiwa. Mbona bwana, kwa ni muziki ambao kaupigania, kaweka kwenye ramani, katengeneza ajira za watu. Kwa hiyo pia mwisho wa siku ni brother mwema hata kwa ushauri wa kimaisha ya kawaida, ukimfuata na kushauri vizuri. Hata hapa ninavyoongea niko Dingitozi apartment, amesha promise kwamba lazima afike hapa kwa sababu anamjua Dingitozi kitambo kama mdogo wake, ili kuja kumpa moyo, kumpa hope. Kwa ni mtu ambaye anatamani kuona ukipiga step na yeye akusindikize uende mbele zaidi. Kwa hiyo ni mfano wa kuigwa, ni mtu anastahili heshima. Ndio maana hata yule Bonta alivyoongea ile takataka yake, Bonta ambaye kwa mimi nadhani hajawahi kuwa msanii. Leo kumuonaga Mwanza kipindi hicho anapambana na muziki zaidi ya miaka 20 hajawahi kutoka. Kwa maana yake ni kwamba hakuwa na hadhi ya kumsema Sugu kwa lolote, kwa sababu hana cha kumkosoa Sugu, vile yeye sio tu kama level zake za kisanii, lakini pia hata kwenye harakati na mchango kwenye jamii hawezi kufanana na Sugu. Alikuwa amekosa heshima kumdisi Sugu, na pale Sugu anapoongelea masuala mazima ya kitaifa, nchi, afu mtu kama Bonta ambaye una kwenye sanaa ni kama mtu ambaye hukuwa na mwelekeo wowote na hujawahi kutoka, unaweza kumcrash ili uonekane mwema kwa watu wengine, kumbe unaicrash game nzima. Kumvunjia heshima Sugu ni kuvunjia heshima muziki wa kizazi kipya. Kwa kwangu mimi Sugu ni alfa na omega kwenye hii game, alfa na omega. Yani inaonekana kabisa kwamba Sugu kwa upande wako, yani mtu akijaribu kumshambulia kuna feeling fulani ambazo zinakuja. Hii ni kutokana na namna ambavyo unavyomuelewa. Unajua sometimes watu wanaweza kuwa namsikia tu Sugu anazungumza kwamba Sugu ni mbishi, Sugu ni nini. Wewe ni mtu ambaye umeishi naye kwa muda mrefu zaidi, ndio maana tunaona kabisa kwamba kuna kitu fulani hivi ambacho tunasema bwana, nyinyi mnachokifanya hiki sicho. Huyu ni mtu ambaye yuko hivi kwa hivi, na of course umeshuhudia amefanya movement nyingi sana, ukizingatia leo kuna Bongo Flava hana. Program pekee ambayo msanii wa zamani anapata airtime ya kutosha, kabla anapata payment nzuri, malipo, anapata nguvu ya kukutana na watu wake, hata wale ambao wako mbali kiasi gani, lakini pia watu wenye hadhi tofauti, kwa sababu viingilio vyake vinatoa hadhi tofauti, maeneo anayofanyia location. Kwa mpaka leo bado yuko nje ya game, so nje ya masuala ya kisiasa, lakini yupo kwenye game kuipigania game. Game haja kutoka nje Sugu. Siasa mtaka kwa siasa waga yuko pembeni, lakini kwenye game hajawahi kujitenga. Kwa mpaka leo unaweza kuona kwamba ni namna gani anavyoheshimisha game, anavyowatengenezea wasanii kipato. Labda kama watu wengi wajui, hata mimi swala langu la mahali mbona lilisimamia Sugu kupitia Bongo Flava ana, mimi nilipata mahali ya kuoa Musoma. Unajua mahali za Musoma zilipokuwa kubwa, lakini show Bongo Flava ana aliweza kunipa mahali, mimi nikalipa, na mpaka leo mimi sina kimeo. Kwa sababu nini? Ni Sugu ambaye anapambania hayo mambo. Kwa naamini wako wengi ambao kupitia Bongo Flava ana wamefanya maisha mengine ambayo ni makubwa zaidi. Kwa kwangu mimi Sugu, ukimgusa Sugu sio kama umenigusa mimi, bali umegusa sanaa nzima Bongo Flava, kwa sababu umetuumiza, kwa sababu unagusa mboni ya jicho letu. Yeah, of course ni kitu kizuri sana. Of course listen to pia wendo msanii wa mwisho kwenye Bongo Flava Hanas kwa mwaka huu, si ndio? Yeah, ulifanya pale watu wale enjoy na vitu vingi viliweza kuendelea pale. Of course Dingitozi umenigusia hapo before kwamba ni moja kati ya vijana kipindi unaanza kufanya movement zako za tour, ni mtu ambaye alikuwa anasimama mlangoni kuhakikisha kwamba anakusanya mapato yale. Lakini kama itoshi kuanza kuandika mistari ya kwanza, umemwongelea Sugu hapa. Wakati mimi Sugu alipa collab ya kwanza siku nikianguka, collab ya kwanza. Mimi na mdogo wangu Dingitozi tunakaa mtaa mmoja wa Uhuru kipindi hicho, na maisha yetu ni sokoni pale kuuza nguo za mitumba, bukta nini vitu kama hivyo. Collab ya kwanza mimi ananipa Sugu niandike verse ya wimbo siku nikianguka, nilikuwa na Dingitozi. Kusema kwa tulitetemeka sana mimi na yeye pamoja, lakini ni mtu ambaye ni support kwenye kuandika, au mdogo wangu. Na sio kwenda kurekodi Dar es Salaam studio, tulipanda basi la Sadik Line, ananisindikiza ili nisikosea, nipe moyo. Tumekaa kwenye bonnet la gari. Baada ya hapo tukarekodi single yetu ya kwanza mimi na yeye, mimi napiga chorus, Dingitozi anachana verse 3, inaitwa Nenda Salama. Na ndio nyimbo ya kwanza ya Morogoro kupigwa Radio Free Africa Mwanza, nchi nzima ikasikia. Na mimi na Dingitozi tulikuwa tuko sokoni, tunaambia jamani, nyimbo yenu inapigwa redioni huko.
tulitembea mji mzima kutaka sifa, rije kujitangaza, bado tusikia radio, umetusikia radio free, umetusikia vipi? Lakini unaweza kuona kama namna gani huyu mdogo wangu na Sugu pamoja tumeweza kuwa na ule ukaribu ambao umetufikisha hapa tulipo tukiwa pamoja kama zamani. Kwa kwangu mimi nadhani nitabaki kuona kama ni watu wa mifano, na Dingitozi atabaki kuwa mtu ambaye ameweza kuniambia nenda. Kwa sababu kuna muda nilisema mimi nafanya kazi na Sugu, naweza kweli mdogo wangu? Ambaye unaweza, nenda. Lakini aliniboost pia kwenye kuandika verse yangu ya kwanza siku nikianguka. Kwa kwangu mimi nadhani hata hapa nilipo najivunia tu kama nipo katika eneo ambalo nina mdogo wangu ambaye namuelekeza mimi. Yaani bwana, hiki fanya, hiki usifanye. Lakini pia mtu ambaye mimi pia nikikosea anaweza kuniambia kwa uwazi. Yuko mtu anaweza kusema Afande Sele msanii bwana, muogopa mfalme, lakini yeye hana hicho. Yeye anaweza kusema hapo kingi umechemka bwana, toka hapo. Kwa hiyo mimi kwangu ni fahari tu kile ninachokiona hapa kwa kweli. Yes, of course, Afande Sele wewe ni mfalme wa rhymes. Na of course jina lako linavyotajwa, yani kila mmoja anasema bwana ushairi uko pale. Yani kama unataka kusikiliza vitu basi Afande Sele yuko pale. Tizama ile mtazamo. Of course shout out kwanza kwa Jabir Saleh kupitia The Classic. Bana ulifunguka pale ukasema kwamba ile verse yako ulikuwa umeshaiandika. Yani vile verse ulikuwa umeshaiandika, lakini kina Professor, kina Solo pia wakaja wakarudi studio mara nyingi sana kufuta verse zao. Solo aliandika mara kwanza, akaona kama mimi nilipoingiza verse jamaa atanipoteza, akafuta. Professor Jane aliposikia verse yangu naye akaja akarudia tena. Kwa hiyo kwangu mimi nilitaka nibebe heshima ya wimbo, sababu wimbo ni mali yangu. Alafu umekuwa kama ni wimbo ndo katiba ya Bongo Flava. Ila kama itoshi, inasemekana ndo collabo bora kuliko zote, kama muziki uanze ndo collabo bora zaidi kuliko zote za Bongo Flava. Kwa hiyo ilinibidi nifanye vile ili kuheshimisha wimbo kutokana na jina lake na idea yake, lakini pia ilipelekea Bongo Flava kuheshimiana, sababu kuanzia pale watu wakaanza kujua nani mkubwa nani mdogo. Ingawa wako ambao walianza muziki kabla yangu, lakini kupitia mtazamo mimi nikaonekana kuwa mkubwa kuliko wao. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani swala la mashairi ni kile ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia kutokana na mtindo wangu wa maisha, pia maisha ya mtaani kama nilivyokuambia kitambo hiyo na Dingitozi, maisha ya sokoni, maisha ya kujitegemea tukiwa wadogo, maisha ya kujipambania, yalinifanya nikawa na uwezo wa kufikiri sana. Ila kama itoshi, mimi nilisoma Qur'ani pia. Qur'ani nayo inatengeneza vina. Ila mimi nimesoma Biblia sana. Lakini kama itoshi, mimi nimepita jeshini. Kwa hivyo wote vimenisababisha nikawa na vitu vinavyoungana kuwa na uwezo wa kufanya kitu, kuwa na uwezo wa kufikiri na uwezo wa nguvu ya kutenda pia imenisaidia sana.